Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna kupika chipsi masala tamu sana. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado haujasubscribe, tafadhali subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu vya mapishi pale tu tunapokuwa tunaposti. Na namna ya kusubscribe katika video hii unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini. Kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Na kwa kuanza pishi letu tutaenda kuanza kama ifuatavyo. Nitaenda kuanza na viazi. Hakikisha viazi unavyotumia ni virefu na vikubwa, lakini mimi vyangu vilikuwa vidogo kidogo, lakini angalau vitaweza kutoa chipsi ndefu ndefu. Kama jinsi unavyoona tena kumenya viazi, lakini pia kama maganda yako ni masafi unaweza kupika na maganda, sio dhambi. Baada ya hapo nitaenda kuvipasua na kuvikata kwa urefu kama jinsi unavyoona. Najua wengi wetu mnajua namna kukata chipsi, lakini kwa wageni ambao hawajui au wengine ambao hawajui nitaenda kuangalia kwa utaratibu kama jinsi unavyoona. Nitaenda kupasua na pia nitakata kwa urefu kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Ningependa kujua wewe binafsi unapikaje chipsi nyumbani. Tuandike hapo chini ili tuweze kujifunza pishi jingine. Hizi ni chipsi za kawaida tu, ndo ninazotaka uniambie wewe unazipikaje, unachanganya nini, unaweka manjo ya aina gani. Tuandike hapo chini. Baada hapo nitaenda kuweka kwenye chombo kama jinsi unavyoona na nitaenda kuvisafisha. Ukisafisha viazi vinakusaidia kipindi unakaanga viazi havikamatani, lakini usiposafisha kipindi unakaanga vitakusumbua kidogo kwa kukamatana. Kwa ukishavisafisha vini kama vile ukiweka kwenye mafuta vinakuwa vinaachana. Ndio maana kusafisha viazi baada ya kumaliza kuvikata. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo. Baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha na nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona. Tuandike hapo jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina katika habari nyingine inayofuata. Baada hapo kama jinsi unavyoona nitaenda kuinjika flampen jikoni na nitamimina mafuta ya kutosha kwa sababu tunaenda kukaanga chipsi. Kama unavyojua chipsi zinahitaji mafuta mengi ya kutosha. Nitaenda kuweka mafuta kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka viazi moja baada ya nyingine. Nitaangalia kwanza kama mafuta yangu yameshachemka, kwa hiyo nidondosha kiazi na utaangalia kiazi kikishanyanyuka juu ndio utajua kwamba mafuta tayari yameshachemka. Baada hapo nitaenda kuanza kwa kukaanga. Hivyo hakikisha mafuta yako yameshachemka vizuri, na yakishaanza kuchemka namna hivyo inabidi upunguze moto kidogo. Usiendelee kuweka moto mkali kama ulivyoweka mara ya kwanza kipindi unasubiria mafuta kuchemka kama jinsi unavyoona. Maana ukiweka moto mkali pia unaweza kaunguza viazi au kavibabua kama jinsi unavyoona. Na kipindi unapika viazi vyako umeshaviweka tayari kwenye sufuria, usigeuze kabla havijaiva kwa sababu vitaenda kukatika. Yaani vitakatika kipindi unageuza kwa sababu viazi vina stage kadhaa mpaka viive. Mara ya kwanza vinakuwa vigumu, vinakuwa vilaini kiasi kwamba ukipitisha hata mwiko ama kijiko vinaachia. Vinakatika katikati. Kwa hiyo inabidi viache. Maybe unaweza kusogeza kile ambacho unaona kimenyenyuka zaidi, unaweza kukiweka kwenye mafuta ndani kama jinsi unavyoona. Na tutaendelea kukaanga mpaka pale viazi vitakapoiva. Viazi vikianza kuiva vinakuja juu, vinaanza kunyenyuka juu ya mafuta. Kwa hiyo huna haja ya kuanza kufuatilia vinakuaje, hapana. Utaviona tu vyenyewe vinaanza kunyenyuka. Vinakuwa tena haviko chini ya mafuta, vinaanza kunyenyuka vyenyewe. Kwa hiyo pale vikishaanza kunyenyuka ndio unaanza kugeuza. Kama jinsi unavyoona, lakini unakuta bado havijaiva kama jinsi unavyoona vya kwangu. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea na tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo unaenda kwa Ramadhani kutoka Dar es Salaam. Asante sana Ramadhani kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Nasra kutoka Omani. Asante sana Nasra kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Na hapa tutaendelea kukaanga kama jinsi unavyoona. Kama jinsi unavyoona viazi vyetu viko tayari. Vimeshaiva actually. Na ukikaangia mafuta masafi viazi vinakuwa vina rangi nzuri tofauti na ukikaangia mafuta machafu.
viazi vinakuwa vya njano. Hayo mafuta ni masafi, ndio maana viazi vimeonekana hivyo. Usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako ili waweze kuelimika. Upendo wetu mwingine unaenda kwa Zeisha kutoka Morogoro. Asante sana Zeisha kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Baada ya kumaliza kukaanga chipsi kama jinsi unavyoona, na hapa tutaenda kuandaa viungo. Nitaenda kusafisha viungo hivyo unavyoona. Kitunguu maji nitaanza kwa kukatakata. Unaweza kukata wewe mwenyewe jinsi unavyopenda, sio lazima ukate kama mimi jinsi nilivyokata. Baada hapo pilipili hoho tutaenda kukata pia kwa urefu na pia kwa vipande ili tupate tu cubes iweze kuleta rangi nzuri. Bila kusahau tutaenda kukwangua nyanya mbili, unaweza kutumia moja ama mbili kulingana na upishi wako. Tutaenda kuinjika sufuria jikoni, nitamimina mafuta na pia nitaenda kuweka vitunguu ambavyo tayari tulikuwa tumeshavikatakata kama jinsi unavyoona. Nitaenda kuvikaanga tu, sitataka viwe vya kahawia sana, nitataka viwe vya kama vimelegea fulani hivi. Na baada hapo nitaweka tangawizi na kitunguu saumu. Hii sio lazima, unaweza kuweka kama usiweke. Bila kusahau nyanya ambazo tayari tumeshakwangua, pia nitaenda kuweka nyanya. Utaweka kiasi kulingana na wingi wa chipsi zako. Unaweza kuweka nyanya moja, nusu nyanya ama nyanya mbili au zaidi. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Na katika pishi hili tutaenda kutumia viungo kama hivi: garam masala robo kijiko cha chai, curry powder robo kijiko cha chai. Nitachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Unaweza kutumia zaidi ama kidogo kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitapika kwa dakika kadhaa kama jinsi unavyoona. Taendelea kupika mpaka pale nyanya yangu nitakapohisi imeiva. Yaani tayari hapo imeshaiva tayari na viungo. Kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitaenda kuweka tomato sauce kama jinsi unavyoona. Wengine wanatumia tomato paste, lakini tomato sauce naona ni vyema, na pia utaweka na chumvi kwa ajili ya kuleta ladha kwenye chakula chako. Baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho. Hapa unaweza ukaweka pilipili ya kawaida kali, ni wewe mwenyewe tu. Unaweza kuweka tu ukatumia giligilani kwenye hili pishi, pia ni wewe tu kwa ajili ya kuleta muonekano mzuri pia. Lakini mimi nilitumia viungo hivi hapo kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitaenda kuweka chipsi ambazo tayari nilikuwa nimeshaandaa. Nitaweka chipsi na nitaenda kuchanganya ili ziweze kuchanganyikana vizuri kama jinsi unavyoona. Changanya, na hapo utaanza kupika kwa moto kidogo sana, kwa sababu kumbuka hapo awali tumeweka tomato sauce. Kwa hiyo tomato sauce inakamatia chini. Kwa hiyo inabidi ukishaweka tomato sauce ndipo wakati wa kupunguza moto, unapunguza moto kabisa, unakuwa wa chini. Hili pishi ni tamu sana, usiache kujaribu. Jaribu hili pishi kwa sababu ni tamu sana. Pia usisahau kushare na wenzako. Ningependa kujua unapikaje chipsi masala nyumbani. Tuandike hapo chini ili tuweze kufahamu pishi jingine jipya. Wengine wanatumia tomato paste, mimi binafsi napenda kutumia tomato sauce kwa sababu inakuwa na ladha tofauti na ukitumia tomato paste. Tuandike hapo chini wewe unatumia viungo gani katika kupika chipsi masala. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina na mahali unakotokea katika video nyingine zinazofuata. Na upendo wetu wa leo unaenda kwa Mama Africa kutoka South Africa. Asante sana Mama Africa kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia, bila kumsahau Neema kutoka Mtwara. Asante sana Neema kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Mwingine huyu ni Paulo kutoka Mozambiki. Asante sana Paulo kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia, bila kumsahau Hafsa kutoka Zanzibar. Hafsa, asante sana Hafsa kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bethi kutoka Mabibo, hapa ni Dar es Salaam. Asante sana Bethi kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Mwingine ni Olympia kutoka Kimara, Dar es Salaam. Asante sana Olympia kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Innocent Fanuel kutoka Goba. Asante sana Innocent Fanuel kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Mwingine huyu ni Zubeda kutoka Burundi. Asante sana Zubeda kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Mwingine ni Jonaifati Saidi kwa kutokea Zanzibar, Amani Stadium. Asante sana Jonaifati kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Sijui kama jina lako nimelitaja sahihi, Jonaifati Saidi. Asante sana.
popote pale ulipo. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna ya kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini. Kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu vya mapishi pale tu tunapokuwa tunaposti. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe, na kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia, asanteni sana, bila kuwasahau wale ambao wamekuwa wakicomment chini ya video mbalimbali, asanteni sana. Bila kukusahau wewe unayetazama video hii, asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika video nyingine inayofuata. Asante.